Of course cha kwanza nashukuru kwa nafasi ambayo umeniweza kunipatia, na DR Congo kwanza ni miongoni mwa mataifa ambayo ukizungumzia bara la Afrika ni miongoni mwa mataifa ambayo yanaheshimika kutokana na mchango wake mkubwa zaidi ambao wameweka, lakini kutokana na performance ya wachezaji wao ambao wanaionyesha katika bara la Afrika. Lakini hata ukienda barani Ulaya, wachezaji wa DR Congo utakutana nao wengi kwelikweli wakiwa katika mataifa mbalimbali kwa ajili ya kuweza kutafuta pesa ya mpira ama maisha ya mpira. Urejeo wao katika kombe la dunia mwaka 2026 ni urejeo ambao utakwenda kuongeza chachu kwa baadhi ya wachezaji ambao watakuwa katika timu ya taifa DR Congo kuweza kujiuza kutokana na kitu ambacho watakifanya, pengine kuwa na performance bora zaidi, pengine kuonyesha kitu cha kitofauti zaidi. Ukitazama mwaka 1974 ndio ilikuwa mara yao ya kwanza kuweza kushiriki World Cup, na kwa matokeo hayakuwa mazuri zaidi, kwani kwenye michezo yote mitatu waliweza kupoteza na hawakuweza kuvuna chochote wala hata kuweza kufunga bao katika michuano ya kombe la dunia mwaka 1974. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kizazi hichi cha kina Fiston Kalala Mayele, kina Yohan Wissa wanakwenda kuingia kwa namna gani, kuona kwamba wanakwenda kutengeneza historia nyingine. Wakati huo mwaka 1974 DR Congo wakati inaitwa Zaire, wenyewe waliweza kupokea kipigo cha mabao 9-0 kutoka kwa Yugoslavia. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hawa wachezaji wanakwenda wanaingia na mentality za namna gani kwenye kombe la dunia la mwaka 1974 pamoja na mwaka 2026 ambao wao ndo watakwenda kuliwakilisha taifa la DR Congo. Lakini ukitazama kwa hivi sasa, Mwalimu Sebastian ambaye anakinoa kikosi cha DR Congo, kwangu binafsi ni miongoni mwa walimu ambao ni bora zaidi na ni miongoni mwa walimu ambao wamekwenda kuleta mageuzi makubwa katika timu ya taifa ya DR Congo kwa maboresho ambayo amefanya, lakini kwa jinsi ambavyo amekwenda kukipambania kikosi. Ukitazama katika hatua ya playoff walienda kulitoa taifa la Jamaica na wao binafsi kuweza kufuzu katika michuano la kombe la dunia mwaka 2026. Kwa hiyo wanaingia wakiwa na mentality ya kuona kwamba wanakwenda kufanya kitu gani, lakini wanakwenda kufanya makubwa namna gani katika kombe la dunia mwaka 2026. Lakini wakati huu bwana Mea, tukiwa tunazungumza, unatazama kuhusiana na ushiriki wao, ushiriki katika bara la Afrika kwa maana ya michuano ya CAF, DR Congo amekuwa na performance ambayo ni nzuri, ama amekuwa na kiwango ambacho ni bora zaidi, tofauti na labda leo tuseme hakuwa taifa ambalo labda linatoa sana michuano ya CAF ambayo inafanyika hapa bara la Afrika, kwa maana labda ya kuweza kutoa ubingwa wa AFCON mara kwa mara ama kufanya hivi, kwani miongoni mwa mataifa ambayo yanaushiriki lakini kutoa imekuwa ni changamoto zaidi. Sasa wanaenda kwenye World Cup msimu huu wakiwa wanajua kabisa kwamba wanakwenda kuvuna kitu cha namna gani, lakini wanakwenda kutafuta kitu cha namna gani. Wapo katika kundi K kwa maana wako na Portugal, wako na Colombia pamoja na Uzbekistan ambao watakwenda kumenyana nao. Kwa hiyo katika kundi lao ambao wamepangwa, ambao DR Congo, Colombia, Portugal pamoja na Uzbekistan, unaona kabisa kwamba wana kitu gani cha kuweza kufanya ama wana kitu gani cha kutafuta ili wawe bora zaidi. Kwangu binafsi ni ushiriki wa mara ya kwanza DR Congo baada ya miaka 50 kupita. Kwa hiyo wanakwenda kutengeneza historia nyingine. Kizazi hichi tunatamani kituonyeshe kitu kingine, kina Lionel Mpasi watuonyeshe kwamba kwa nini wameitwa DR Congo, wanakwenda kufanya kitu cha namna gani, kina Wan Bisaka watuonyeshe kabisa kwamba kwa nini wameitwa DR Congo na Mwalimu Sebastian. Lakini mjadala mkubwa, unajua wakitaka waweze kuwashangaza watu DR Congo ni kufanya vizuri zaidi, kwani hamna mchezaji ambaye ameitwa kutokea ligi ya Congo. Sasa kama wataboronga, inawezekana hata wakongomani wenyewe wakazungumza kwamba hata hao mliowaita wameshindwa kufanya kitu, licha ya kuweza kuwakataa hata wakwetu ambao wanacheza ligi ya ndani. Yeah. Sawa, ngoja hapa. Hivi uko group gani? Iko kundi K. Kundi K. Yeah. Hapo. Congo iko kundi K. Mm. Yuko na Colombia, yuko yeye, yuko Ureno na Uzbekistan, yes, Yeah. sahihi. Hapa nafasi yake unaiona wapi? Nafasi ya DR Congo katika kwa mfano hapa hii mechi zikiisha hizi za hatua ya makundi, unaona nafasi yake iko wapi? Of course Congo kwenye kundi K ambalo yupo, unaona kabisa kwamba ana mtihani mzito kabisa. Anakutana na Cristiano Ronaldo kwa maana ya Portugal, ambaye wanahitaji matokeo lakini wanahitaji kutengeneza historia mpya na wao katika World Cup. Lakini anakwenda kukutana na taifa kama la Colombia, moja ya taifa ambalo lenyewe litataka kuweza kuweka historia, lakini anaenda kukutana na Uzbekistan, na ni miongoni mwa taifa
ambalo litataka kwenda kutengeneza historia katika michuano ya kombe la dunia. Kwa hiyo DR Congo ana kibarua kizito zaidi katika kundi K, kwa maana yeye kuweza kuona kwamba anakwenda kukusanya alama kwa namna gani. Je, atakwenda kukusanya alama moja kwa Portugal, ama atakwenda kukusanya alama tatu kwa Colombia, ama atakwenda kukusanya alama tatu kwa namna gani? Kwa hiyo ni kibarua kizito ambacho yuko nacho katika kundi K, na kundi K ukilitazama timu ambazo zimekaa, unaona zote kabisa ni timu ambazo zina mikakati katika World Cup. Yani ni timu, ni mataifa ambayo yameona kabisa kwamba hii World Cup ya mwaka 2026 tunakwenda kushiriki tukiwa na target ya namna gani. Kwa hiyo Mwalimu Sebastian naamini amepitia mataifa, naamini amewapitia wapinzani wake, pengine anaweza akaja na surprise ama tukashuhudia surprise mpya kutoka katika kundi K ambayo yuko DR Congo, kuona kwamba anakuja na kitu gani cha kiutofauti katika kombe la dunia la msimu huu. Mwaka 1974 wenyewe kwenye kundi waliweza kupoteza michezo yote, hakuweza kushinda mchezo hata mmoja, na hakuweza kufunga hata bao. Yaani licha ya kushinda au licha ya kuweza kutoa hata sare, lakini hawakuweza kufunga bao, kwa maana michezo yote waliweza kupoteza. Kwa hiyo unaona kabisa hichi kizazi kinaingia na asila ya namna gani katika World Cup ya msimu huu. Wachezaji gani unaona pale Kongo kidogo wanaweza wakaisaidia timu, wakaibeba timu kwa sasa hivi? Wachezaji ambao wanaweza kaibeba timu ya DR Congo kwa sasa hivi kutokana na majina, kutokana na status ambayo wameweza kujiwekea, pengine kwangu binafsi ni Yohan Wissa, ni miongoni mwa washambuliaji hatari, anajulikana kutokana na umahiri wake ama ubora wake ambao ameendelea kufanya. Hata katika michuano ya AFCON ambayo ilifanyika pale nchini Morocco, tuliona kuna kitu gani ambacho alikiintroduce Yohan Wissa. Kwa hiyo lakini kina Cedric Bakambu miongoni mwa wachezaji ambao tunategemea kuona kwamba watakwenda kufanya makubwa zaidi ama watakwenda kufanya kitu cha kiutofauti zaidi, kutokana ni nahodha wa timu ya taifa ya DR Congo, lakini miongoni mwa wachezaji ambao wamefanya vizuri zaidi. Lakini tukiwazungumzia kina Mbemba hani miongoni mwa wachezaji ambao ni kama kiongozi katika safu ya ulinzi. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kina Yohan Wissa, kina Bakambo, kina Mbemba wanatumainiwa na wakongomani wengi kuona kwamba watakwenda kufanya vizuri zaidi katika World Cup ya msimu wa mwaka 2026. Lakini wakati huo tukitazama ni kuhusiana na goalkeeper Lionel Mpasi ambaye anakipiga Le Havre pale nchini Ufaransa. Miongoni mwa magolikipa ambao inawezekana wakongomani wengi ndio wanamuona kwamba anaweza akawa kipaumbele, kuona kwamba anakwenda kuwakomboa katika milingoti mitatu. Kwa hiyo wacha tuone hawa wachezaji ambao ni kama tegemeo katika taifa la Kongo, ama ni kama wachezaji ambao wametengeneza status watakwenda kufanya kitu cha namna gani msimu huu. Lakini kina Yohan Wissa, kina Mbemba, kina Mpasi, kwangu binafsi na matumaini kutokana na ambavyo wamefanya kwenye vilabu vyao. Kwa hiyo hata timu ya taifa DR Congo wakafanye vizuri, wakaipambanie nembo ya DR Congo, na ndio wachezaji ambao mimi naona wana uwezo wa kufanya mazuri na wana uwezo wa kuweza kupambania taifa lao kufanya vizuri katika World Cup ya msimu huu. Sawa. Kongo hajawahi kufika hatua gani amefika ya ukubwa zaidi katika kombe la dunia? Yaani Kongo historia yao kubwa zaidi ama hatua kubwa ambayo wameshawahi kufika katika kombe la dunia ni kuwa group stage, na kuwa group stage wenyewe ni mwaka 1974 ambapo hawakufanikiwa kuvuna hata alama yoyote. Yaani hapa ambapo tunazungumza, Kongo kwenye michezo mitatu waliweza kupoteza yote, lakini waliweza kupoteza kwa kipigo kizito dhidi ya Yugoslavia kwa idadi ya mabao 9-0, lakini Brazil wakaenda akawafunga 3. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hawana historia nzuri na kombe la dunia. Kwa hiyo inawezekana hichi kizazi cha sasa hivi ndicho ambacho kinategemewa kwenda kufanya makubwa zaidi. Sasa kama kizazi hichi hakitokwenda kufanya makubwa, pengine tutashuhudia labda vizazi vingine ambavyo vitakwenda kufanya makubwa. Na DR Congo, kitu ambacho wameweza kuwastajabisha Waafrika wengi, hivi unajua kwamba ni mchezaji mmoja tu ambaye anatokea bara la Afrika ndio ambaye amehusika ndani ya kikosi cha timu ya taifa ya DR Congo, kwa maana ya Fiston Kalala Mayele ambaye yuko Pyramid. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Mwalimu Sebastian ameona kabisa kwamba historia ya Kongo miaka ya nyuma katika kombe la dunia ni kama ilikuwa imechafuka ama ni kama ilichafukwa zaidi, kwa maana ya hakuvuna chochote. Inawezekana kuna mashabiki ambao watakwenda kushuhudia World Cup wakawa wanajiuliza hii taifa ndio mara ya kwanza kushiriki kombe la dunia lakini kumbe ukienda kwenye historia ya Kongo alishai kushiriki wakati ule anaitwa Zaire. Kwa hiyo hatua kubwa ni group stage, kukaa hatua ya makundi kunako kombe la dunia mwaka 1974.
Nafasi yake unaiona? Mara ya kwanza hajawahi kutoboa, sasa hivi unaona akitoboa? Mara ya kwanza hakuweza kutoboa kwa maana ya kuweza kuvuna harama yoyote, na sasa hivi uwezekano wa kutoboa. Mpira ni dakika 90, mpira ni dakika 90, lakini mpira ni performance. Yani mpira ni performance, taifa lako limejipanga kwa namna gani, lakini wewe mwenyewe umejipanga kwa namna gani kuweza kuvuna alama, ndicho ambacho kitakusaidia. Lakini tukisema kwamba DR Congo ana uwezo wa kutoboa katika kundi K ambalo wamepangwa, itakuwa ni uongo kwa maneno ya mdomoni kuweza kuzungumza. Tunajua kwamba World Cup imebeba vitu vingi kweli kweli. Unaweza ukazalau taifa hili na likaenda kukustajabisha. Kongo hatujaizalau, lakini tunaona kwamba wataingia katika kombe la dunia kwa maana ya dakika 90 kuweza kusaka alama zao kwa namna gani. Kama endapo atafanikiwa, basi hata kuweni mchezo mmoja na kuweza kutoa sare mchezo mmoja, basi waendelee kupambana, tuone kwamba ni kitu gani ambacho wataendelea kutengeneza ama wataendelea kuweka rekodi yao zaidi katika bara la Afrika, ama timu ambazo zinatokea bara la Afrika kwa ajili ya kushiriki kombe la dunia. Umemtaja Mayele hapo kama mchezaji pekee aliyoitwa. Aliitwa kutoka Afrika, timu hizi za ndani ya Afrika. Upekee wa Mayele ni upi akaitwa yeye peke yake na wengine wote wametoka nje ya Afrika? Of course upekee wa Mayele kwangu binafsi naweza nikasema ni kuwa na performance nzuri zaidi ndani ya kikosi cha Pyramid, kwa maana ni miongoni mwa wachezaji ambao wamefanya vizuri zaidi akiwa na kikosi cha Pyramid, lakini miongoni mwa wachezaji ambao wametengeneza status yake pale nchini Misri. Kila klabu hivi sasa ukitazama ni kama inamuinda Fiston Makalala Mayele kutokana na ubora ambao ameweza kuiweka. Kwa hiyo Mwalimu Sebastian kuweza kumjumuisha ndani ya kikosi cha timu ya taifa ya DR Congo, pengine kutokana na kitu ambacho amekifanya akiwa na timu ya Pyramid. Lakini ukitazama wakati huo kwamba Fiston Mayele amehusika kwenye mechi hizi za ambazo Sebastian amekuwa akishiriki. Let's kwenye michuano ya AFCON tumemwona Sebastian amemuita, kwenye michuano ya kuweza kufuzu kombe la dunia kwa maana ya playoff zidi ya Jamaica amemuita, alikuwepo ndani ya kikosi hicho. Kwa hiyo miongoni mwa wachezaji ambao wanajua falsafa ama anajua kwamba kwenye kambi ya timu ya taifa ya DR Congo ni kipi ambacho kinazungumzwa hususan kwenye michezo mikubwa, na ndio maana Mwalimu Sebastian ameona kabisa kwamba upekee wa Fiston Mayele kumjumuisha ndani ya kikosi hichi kutakwenda kuongeza chachu ya namna gani ama kutakwenda kuongeza performance ya namna gani. Na mimi sina shaka na performance ya Fiston Mayele. Tunategemea kwenda kutuonyesha kitu cha surprise, tunategemea kwenda kutuonyesha kitu cha kiutofauti zaidi kunako kombe la dunia. Wanasema kwamba ukipatiwa nafasi uonyesha uwezo ulionao, sio upatiwe nafasi uonyeshe labda mambo mengine, yani uonyesha uwezo ulionao. World Cup ndio sehemu ambayo itakwenda kukuuza kwa bei ya juu zaidi, tofauti na watu wengine ambao watakuja kukuchukua ndani ya klabu. Kwa maana ukiwa na timu ya taifa na unashiriki World Cup, mimi nasemaga ndo njia ya sokoni, yani ndo njia ambayo utatafutwa sana, watu watakudiem sana, watu wataona kwamba huyu ni miongoni mwa wachezaji wa namna gani na tumchukue kwa nini, amefanya makubwa 1, 2, 3.